Taita Taveta, katika milima na mabonde ya kusini mwa Kenya, kuna sauti moja ya kipekee inayovuma. Ni sauti ya msanii mwenye moyo wa dhati, aliyezaliwa tofauti lakini mwenye ndoto kubwa ya kuinua utamaduni wake. Kwa heri ya mbango na galama, kwa heri ya mbango na gala, kogalia kia mbango hapo, tihiria kande na kunlongwe. Huyu ndiye Nyambu, msanii wa nyimbo za kitamaduni kutoka Taita Taveta. Amezaliwa na rangi ya ngozi ya zeruzeru, hali ambayo anasema imekuwa baraka na changamoto kwa wakati mmoja. Kwangu na Mwenyezi Mungu venye amenijalia niko na kipaji kama hicho. Na kulingana na rangi yangu hii ya albinism, nashukuru sana wengi wao wananipokea kwa haraka, kwa sababu wakiona rangi lazima wajue ni kipi wanachotaka nafanyaga. Ndio maana hiyo pia nimetumia kama nafasi kuu ya kutoka zaidi kunijua kwa haraka. Ingali wenzetu wa rangi kama hizi bado hawakutaka kujitoa na aina hiyo, lakini mimi nashukuru naitumia kama rangi yangu kuonekana kwa wengine bado kwa haraka. Mbali na kuimba, Nyambu pia ni fundi stadi wa kushona mavazi ya kitamaduni. Kila vazi analovaa lina historia na maana kwa jamii ya Kitaita. Si nyimbo pekee, pia nikakuja kuimba mambo na mavazi pia ikabidi niyafanye. Hizi nguo ni nguo za kitamaduni ambapo nimeshona mimi mwenyewe, kumaanisha Wataita, kalta ya Kitaita isipotee. Kitamaduni cha Kitaita zamani walikuwa wanaabudu ng'ombe zaidi na mbuzi. Ndio maana nembo ya kwanza nikaamua kuweka nembo hii ya mbuzi, nikashona hiyo nguo. La pili tulikuwa na ng'ombe, nikaamua kutengeneza nguo ambapo inaweza fanya kivovote vile Wataita wasiache mila zao. Ndio maana nikatengeneza jacket. Tusisahau tena hizi nguo zilikuwa na ndugu yetu Mwangekwa Malova, ambapo alikuwa sehemu za Mwanda. Alikuwa anavaa hizi nguo wakati wako na issue huko, kama wanasumbuana na wale wajamaa wetu walikuwa wanasumbuana kwa mambo na ng'ombe na mfugo. Ndio sasa walikuwa wanavaa hivi. Sasa ndio ngasema hapana, lazima turegeshe hizi mila kupitia tamaduni zetu za Kitaita. Lakini safari ya usanii kwa Nyambu haijakuwa rahisi. Anasema usanii ndani ya kaunti ya Taita Taveta haujalipa vya kutosha, na mara nyingi hulazimika kutegemea mapenzi na matumaini. Hizi nyimbo za kitabuni nilipoanza kuzimba, kuna mali zimeniweka kidogo, Wataita wamenipokea vizuri, na hata kama bado hawajajua kwamba Taita iko na vipaji, ndio maana mimi nikaamua kujitoa mwanga kupambana na mambo ya kitamaduni, ambapo hizi mila zetu za kitamaduni zisije zikapotea, maana yake hakuna mtu alikuwa anaziangalia. Kuna kiongozi yeyote Taita Taveta, wewe ni Mtaita sio? Ni Mtaita original. Kuna kiongozi yeyote ndani ya serikali ama zilizopita wana support kazi yako? Hakuna mtu amenisupport kazi yangu, nimejitolea mwanga tu kupambana na Kitaita changu mimi mwenyewe bosi wangu. Katika mahojiano yetu, Nyambu aliimba baadhi ya nyimbo zake alizotunga, akionyesha ufasaha na sauti ya kuvutia inayogusa hisia za wasikilizaji. Nilipoanza kuimba muziki niliimba na hizi bongo flavor, nyimbo za kawaida, lakini ikaja fikia mahali kwa vile kipaji kiko kwa mambo na traditional zaidi, ikabidi niingilie huko. Ndio sasa nikaimba ngoma inaitwa Ambango. Kwa heri ya mbango, kwa heri ya mbango na galama, kwa heri ya mbango na gala, kogalia kia mbango hapo, tihiria kande na kunlongwe. Nyimbo hii ilikuwa inaimbwa na mababu zetu kutoka kitambo, na hii nyimbo si nyimbo pekee, ilikuwa inaimbwa kwa wakati fulani, wakati kama yani bwana wamechokozana na bibi, ndio yule kabla hajaenda yule mavi yake, ndio sasa hiyo nyimbo inakuwa kabla hajaenda nyumbani kwao lazima iwe ni mafundisho kwamba kabla hujaenda uje hapo niambie tunaongea nini. Ndio unasikia kwa heri ya mbango na gala, kwa heri ya mbango na gala, usiende kabla hujaniona, tijiria kande na kunlongwe, yani subiri kidogo uniambie ni nini kimewakosanisha. Ndio nyimbo hiyo inaeleza namna hiyo. Sasa yote hayo niliamua kufanya kwa sababu mila zetu za kitamaduni zimeamua kwenda chini sana, ndio maana nikaamua kuimba hizi nyimbo za kitamaduni. Hizi ngoma za kitamaduni msifikiri ni ngoma pekee, kuna ngoma nyingi, ngoma aina tatu. Kuna ngoma aina tatu zinapigwa za kitamaduni. Kuna ile gonda ambapo ni mozindika, kuna mshondo. Sasa mimi nimeamua kwenda na mshondo kwa sababu kuna mshondo, kuna izumo, alafu kuna ile inaitwa jini.
Jini ile ngoma inapigwa wakati kama kuna madha fulani anasikia mbaya, ndio anaitisha hiyo ngoma inaitwa jini, ambapo nyimbo za jini si za gonda. Nyimbo za jini ni tofauti sana. Nyimbo za jini mtaimbia mmoja wao mkifikiria hatisi muone kweli hizi nzito liko zamani. Nanuni bange mwana ngoma he, nanuni bange mwana ngoma kashani boni ngome, bukongo kubangwa saka bele buganga wakeniki, bukongo kubangwa saka he buganga wakeni ngoma. Yani hiyo ngoma inapigwa wakati mtu amesikia mbaya, ndio sasa anaitisha hiyo ngoma ije ipigwe, ndio inaitwa jini. Alafu kuna mshondo unapigwa wakati mmeenda mkafanya mali zenu mmepata huko kwa wengine walikuwa wameziiba wakazileta, ndio sasa inaitwa mshondo. Hiyo mshondo inapigwaga wakati mmefaulu vitu vyenu, ambapo hivi vitu vyenu ndio umesikia nimeimba hii ngoma kwa heri ya mbango. Ngoma ya tatu ambapo hii inaitwa gonda mozindika. Gonda hii ni mambo inapigwa wakati wa sherehe, kama labda watu wamefaulu, mvua imenyesha kubwa, ndio sasa watu wamepata chakula, ndio maana wanapiga ile ngoma inaitwa gonda. Tukitoka hapo, nyimbo za gonda ziko higaresha indie na leri, garesha indie na mtambo, garesha indie na leri, garesha indie na mtambo, jani kabiango limao, jani kabiango mai, haya veke maho mwaliemborir kaoma, haya veke tele mwaliemborir kaoma, haya bamrika mwaliemborir kaoma. Hiyo ngoma ambapo ni gonda. Sasa hii mnaita mozindika. Kuna ngoma inaitwa izumo. Hizi ngoma zinapigwa wakati mtu ameenda akasoma ama amefanya vitu vyake vingi akavipata, ambapo inaitwa izumo. Hiyo kujivuna. Sasa hiyo ambapo kwa Kiingereza nyinyi mnaita graduation. Hiyo nyimbo ndio inapigwaga wakati kama huo. Ngoma hiyo inaitwa izumo. Asanteni sana na Mungu wabariki. Hapo ndio nimefikia kidogo. Nyambu anatoa mwito kwa serikali, wadau wa utamaduni na wafadhili kujitokeza kuunga mkono wasanii wa Taita Taveta ili sanaa za kiasili zisipotee. Nyimbo za kitamaduni ziko kuanzia kwa mababu zetu, ingali mababu zangu wote wawili, mzaa mama na mzaa baba, wote walikuwa wanacheza hizo ngoma za kitamaduni. Mimi mwenyewe nikilikuwa hapo ambapo nawapigile ngoma inaitwa Muganda, ndio nilijifundisha nayo. Baadaye ndio ngaanza kuimba hizo ngoma za kupiga ngoma direct. Ndio nikasema hapana, hayo bado haitoshi, ndio tena nikakuja kuirekodi at least ionekane kwa haraka. Kwa sasa hivi umeimba nyimbo ngapi? Sasa hivi nimeimba nyimbo 3 za kitamaduni. Kuna nyimbo zina manufaa ambapo kuna ngoma moja niliimba Moktawando Kikungoria, yani mahali pakavu, ambapo mahali pakavu hata mtoto akililia mua hapati. Ndio maana nikaimba hiyo nyimbo Moktawando Kikungoria, Moktawando Kikungoria, sena ngomba igubanekaga mwana Moktawando Kikungoria, galanadi meho kulangale, galanadi meho kulangale, mwangada ajoka na ibamba, galanadi meho kulangale. Mwangada yani usicheze gonda ama usicheze mziki baadaye ukaja kushindwa kuenda nyumbani kumeko usiku. Inatakana ndio unasikia galanadi meho kulangale, galanadi mema kulangale, mwangada ajoka na ibamba, galanadi meho kulangale. Mwangada ni ile wanyama wanaitwa ile buffalo, ambapo ndio mnaitaga. Sasa ikifika usiku natakana uko nyumbani, ile ndio inaitwa mwangada. Kwa Nyambu, muziki si kazi tu, ni wito wa moyo, na kupitia sauti yake, mavazi yake na moyo wake wa kujituma anahakikisha urithi wa Kitaita unaendelea kuishi kizazi hadi kizazi. Naomba Mwenyezi Mungu azidi kunisaidia zaidi, tuanze kufika mahali ambapo pia Wataita tuweze kuonekana, na pia wasanii wenzangu wapate kufahamisha mambo ya muziki. Na kuomba usiondoke kabla hujasubscribe, hujalike na usambazie wenzako story hii. Kwaheri na Mungu akubariki.